Tunatembea kuelekea barabara ya Nyerere Square. Mheshimiwa Rais. Ndio. Habari yako ya asubuhi? Nzuri, habari yako? Ni njema kabisa. Ni study tour ya wanachuo wa ADEM, kampasi kubwa iliyopo Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Matarajio mlioyaandika kwenye proposal yenu mpaka sasa hivi, matarajio yenu ambayo mlianalyze kwenye vitabu yako vipi kwenye zile 100% mpaka sasa hivi? Tumetembelea maeneo takriban 2-3 paka kwa sasa. Kwanza ziara yetu imefanikiwa kwa ufanisi mkubwa sana. Karibia 95% ya matarajio yetu tunaona yamekwisha kufikiwa, kwa sababu tulikusudia kufika kwanza kwenye jiji la Dodoma lenyewe, tayari tumefika. Tulikusudia kwenda bungeni, tayari jana tumeenda bungeni. Tulikuwa pia na ratiba ya kuhudhuria press conference ya mkurugenzi mkuu, mtendaji mkuu wa ADEM Daktari J. Mauridi. Jana tumeshiriki sisi viongozi wa ASO, lakini tulikuwa tumekusudia kutembelea maonesho ya 88. Kwa jana hiyo tumefika viwanja vya 88, tumeangalia, na hapa sasa tuko tunatoka kwenye nini ya TAMISEMI ambapo tumeelekezwa kwenda kwenye ukumbi ambapo tutaweza kufanya kikao na mkurugenzi wa TAMISEMI, idara ya elimu. Kwa hiyo tumebakiza eneo moja ambalo ni jioni ya leo UDOM, tutaenda kushiriki michezo. Ndio tukio ambalo limebaki, kwa sababu tukio la kukutana mkurugenzi kutoka TAMISEMI linaenda kufanyika dakika chache zile. Sawa. Kwamba tumefanikiwa kwa ufanisi mkubwa sana, na kubwa sana ni kwamba wanachuo walioshiriki wanafurahi sana, wameenjoy sana, wameenjoy bungeni, wameenjoy kushiriki 88, wameenjoy program zote tulikuwa tumeziweka. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa ufanisi mkubwa sana. Shukrani sana. Uliniahidi ukaniambia utacheza namba 3 leo. Ndio. Vipi maandalizi? Nimeshajiandaa, niko tayari na cha ajabu sasa ni kwamba baadhi ya wachezaji wetu wengi tuliwaacha kule. Tumesema kwamba tutacheza football. Kuna kina mama wataungana na kina baba kucheza football. Na kuna kina baba wataungana na kina mama kucheza netball. Ikiwa idadi ya wachezaji wa netball haitatosha, na wote tutatengeneza timu ya volleyball, kwa hiyo tutacheza. Kwa hiyo nitacheza namba 3. Namba 3. Tukiachana na hayo, kuna watu wanasema, nimesikia kwenye mlingano jamani, rais kasema, Mheshimiwa Rais atacheza namba 3. Kuna mtu anasema mbona sijui kumuona anacheza? Wajawahi kuniona, leo wataniona sasa. Leo wataniona. Nimekuwa nikicheza, pengine labda ambao wanasema hivi alikuwa haji viwanjani, lakini mimi wanacheza. Na kama hajawahi kuniona basi tukutane viwanjani. Kwa hiyo leo goli tunalo la Mheshimiwa Rais. Tena la kwanza. La kwanza? Rais anasema tuna goli la kwanza. Namba 3 nikienda kufunga goli lakini kwa sababu ya kutafuta ushindi lazima nichomoke. Kwa hiyo uwezekano wa kufunga goli upo. Sawa, tukiachana sasa na mpira na vitu vingine, kwa upande wako binafsi kama Mheshimiwa Rais, kitu gani umekienjoy sana? Nilikuwa umeenda 88. Ndio. Kitu gani ambacho umekifurahia? Jana nimetembelea sehemu mbalimbali za 88, lakini mambo mawili yalinivutia. Kwanza upande wa mazao. Niliona mazao mengi yameoteshwa, mahindi, wameotesha mboga. Niliona kwamba kumbe tuna haja ya kuwekeza kwenye kilimo, hata sisi walimu pia, hasa shule zinaweza pia zikawekeza kwenye kilimo. Nadhani kuna fursa kubwa sana, shule zinaweza, walimu wakuu wanaweza wakaja kwenye maonyesho wakajifunza mbegu bora na namna ya kulima bustani, kulima mahindi na mazao mbalimbali, ili wanafunzi wakawa wanapata chakula cha kutosha wapo mashuleni. Lakini kitu cha pili ambacho kilinivutia sana ile banda la maliasili. Banda la maliasili pale na ndege wazuri wa kuvutia, palikuwa na wanyama, tulikuwa na simba pale, niliona kuna tembo, kuna nyoka pale. Niliona kuna watu walikuwa wanataka kimbia baada ya tembo kunyenyua mkonge wake. Niliona na yule tembo ulikuwa ukienda pale unakalishwa pale, alafu yeye anachukua ule mkonga wake anaanza kukusalimia na kushikashika. Sasa ukiwa mwoga unakimbia, kumbe ni staili yake. Sawa. Michezo tutaenda kucheza kwenye viwanja vya UDOM kama sijakosea. Ndio tunaingia UDOM.
Kwa hiyo inakuwa ni fursa nyingine kwa mtu ambaye hajawahi kufika chuo kikuu cha UDOM. Exposure kubwa sana. Unajua mji wa Dodoma ni mji ambao una majengo na una maeneo mmoja makubwa ya kuvutia. Zungumzia maeneo ya Mtumba kule, zungumzia maeneo ya Benjamin Mkapa Hospitali pale. Sasa ukienda UDOM pale, eneo lile ni kubwa, limejengeka na lina access sura ya Tanzania na linaweka taswira ya kuwakumbuka viongozi watangulizi waliokuja na hizo idea na kuzitekeleza. Kwa hiyo UDOM itakuwa ni fursa nzuri sana ya kufurahia. Yeah. Chakula gani ambacho umekula Dodoma mpaka sasa hivi unasema mbona kama Bagamoyo nilikuwa sijakutana na hiki kitu? Hapa nimegonga changamoto. Changamoto? Gonga changamoto. Changamoto ya nani au ya ng'ombe? Nimekula kuku kapikwa kwenye style wanaita changamoto. Ni nzuri. Nimefurahia. Jambo zuri. Basi shukrani sana. Ngoja tuendelee kutembea tuangalie mazingira huku tukiwa tunaelekea uwanja wa Dodoma Sekondari. Asante sana. Haya, shukrani sana. Asante.